Ni siku ya Jumamosi asubuhi ya leo ambapo mpenzi mtazamaji, ndugu zangu, dada zangu, hali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba Mwenyezi Mungu amekulinda, Mwenyezi Mungu amekuhifadhi, na asubuhi ya leo umeamka ukiwa tu na imani. Bado unamtumainia. Bado tumaini lako liko kwake. Imani yako imeweza na kuendelea na kukua siku baada ya nyingine. Imani yako haijakuwa ni mtu ambaye imani yake inayumba yumba. Umekuwa ni mtu ambaye umeshikilia imani yako, umesimama imara. Ninaamini tu hivyo mahali popote pale ulipo na mahali popote pale unatupata ukiwa. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kuogelea ndani ya haya manyunyu ili tukaweze na kupokea baraka teletele kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kutokana na ile neno ambalo tunaletewa asubuhi ya leo, ambapo ninaamini kwamba Roho wa Mungu ataweza na kufanya kazi lile neno. Maana neno la Mwenyezi Mungu aliweze tu likakuja tu bure, linakuanga na lengo lake. Sijui siku ya leo lengo ilikuwa wewe, Mwenyezi Mungu alikuwa amelenga nani, lakini sisi wote ni walengwa. Sisi wote tumelengwa na neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaenda kuletewa hivi sasa na mtumishi wake ambaye ni Pastor Zacchaeus Kaesa kutoka kanisa la ABC Konza City, Mukaa Pastorate, Makueni Sub and Quarter. Ninaamini kwamba kwa hakika baraka tutaweza na kuzipokea. Karibu. Ujambo mtazamaji wangu. Mungu yu pamoja nawe, Mungu yu pamoja nami. Karibu ili tupate kushirikiana katika kipindi hiki neno la rehema. Tutapata somo letu kutuelekeza katika kitabu cha Ezekieli, sura yake ni ya kwanza, aya ya kwanza hadi ya 3. Ikawa katika mwaka wa 30, mwezi wa 4, siku ya 5 ya mwezi, nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto Kebari, mbingu zilifunuka, nikaona maono ya Mungu. Siku ya 5 ya mwezi, nao ulikuwa ni mwaka wa 5 wa kuhamishwa kwake mfalme Yoakini. Neno la Bwana lilimjia Ezekieli kuhani, mwana wa mbuzi, kwa karibu na mto Kebari, na mkono wa Bwana ulikuwa hapo juu yake. Tazamaji, tuombe. Mungu ishie milele, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya uwepo wako pamoja nasi wakati huu. Naomba Baba ukapate kutubariki, ukafungue masikio ndani ya nchi ili tukapate kusikia mapenzi yako. Mbarikie mtazamaji na anayetusikiliza, uwe pamoja naye. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba. Amen. Mungu hawezi kusahau walio waaminifu kwake. Mungu hawezi kusahau wale ambao ni waaminifu kwake. Kwa nini Wayahudi walihitaji nabii wakiwa huko Babiloni? Babeli waliweza, watu hawa walihitaji nabii kwa sababu zifuatazo, karibu sababu 4. Sababu ya kwanza, walihitaji nabii ili kuwasaidia mateka kuelewa kwa nini walikuwa mateka kule Babiloni. Tunaweza kuona ya kwamba jambo la pili, hiyo ni jambo la kwanza, tunaweza kuona kwa ajili ya elimu ya uongo iliyoenezwa huko, utumwa ama mahali walipo mateka, au mateka itakuwa fupi na itafupishwa, mateka yao itafupishwa. Hiyo ni jambo la pili. Jambo la tatu, kwa ajili ya wao waweze kuhitaji nabii wa Mungu, ni kwamba hawa sasa, jambo la tatu ni kwamba kuletea watu ujumbe mpya, ujumbe wa matumaini. Walihitaji nyumbe za matumaini ama ujumbe wa matumaini. Ndipo sababu waliweza sasa kuhitaji nabii. Jambo la mwisho na la 4, kwa sababu nilisema mambo manne, ni kwamba kwa kujulisha watu
ama kuwahamasisha wamtegemee Mungu. Hawa watu wakiwa pale katika mateka Babeli wapate sasa kuwa ya kwamba wamtegemee Mungu, kwa sababu shida zao pale ni za muda tu. Mungu alinena na Ezekieli nabii kwa njia ya maono, kama vile tulisoma pale juu katika Biblia. Tunaweza kuona Mungu aliweza kumtumia nabii kwa njia ya maono. Nikaona maono ya Mungu. Maono ya Mungu yalitiwa ndani mwa Ezekieli ili akapate kufanya hivi. Maono ni nini? Maono ni ufunuo wa kipekee wa Mungu kuhusu ukweli wake. Kwa hivyo hayo mambo Mungu alimpa Ezekieli. Na Ezekieli, jina lake Ezekieli lina maana gani? Neno Ezekieli linamaanisha Mungu ako na nguvu. Neno hili Ezekieli linamaanisha Mungu ako na nguvu. Na sasa naweza kuona ya kwamba na atawahukumu maadui na kuwahifadhi walio wake. Mungu aendi na ubaya. Mungu ashawishi watu kukaa katika ubaya, na Mungu anachukia dhambi. Kwa hivyo wenye dhambi watahukumiwa, lakini walio wake na watakatifu, hao sasa wanaoishi ni waaminifu katika neno, sasa Mungu anawahifadhi wale, watakuwa pamoja naye. Naweza kuona ya kwamba walio wake na waaminifu, hao sasa ndio anaowaita walio wa kweli. Mungu anataka nini kwa Ezekieli? Ama Mungu alitaka nini kwa nabii Ezekieli? Kwanza, Mungu alihitaji uaminifu na haki katika kuelekeza mateka kwa njia inayofaa. Hiyo ndilo jambo moja ambalo Mungu alihitaji kwa Ezekieli, kuwaelekeza wale mateka pale Babiloni, wawapate kuelewa kwamba kwa njia inayofaa waelekezwe vizuri, wajue haki na kutekeleza na kuwasaidia mateka hawa, kuwaelekeza kwa njia inayofaa ili wasipotoshwe na wale walimu wa uongo wako kule. Akikubali kuwafanikisha ujumbe, ama akikubali kufanikisha ujumbe vile alimtuma kufanya Mungu. Sasa Ezekieli, Mungu alitaka afanikishe kuufikisha ule ujumbe ambao alimpa kuwapelekea. Leo kama vile Ezekieli, Mungu anataka nini? Mungu anataka afanye nini kwako msikilizaji na mtazamaji wangu? Mungu anataka ufanye mambo yafuatayo. Kitu cha kwanza, utekeleze mapenzi yake popote pale ulipo, iwe ni kazini, iwe ni nyumbani, iwe ni shuleni, iwe ni wapi, ama katika afisi ukifanya kazi. Mungu anataka utekeleze mapenzi yake yote. Jambo lingine ni kwamba upate kutambua mapenzi ya Mungu, ili tukijua kwamba mapenzi ya Mungu hayabadiliki. Yeye ni amina, yeye ni mwanzo na mwisho. Kuna ujumbe wa matumaini. Huyu Ezekiel alikuwa anabeba ujumbe wa matumaini. Hivyo basi wanaompendeza Mungu na kuenenda katika njia zake, Mungu hatawasahau kamwe na atasimama pamoja na wao. Huo ni ujumbe wa matumaini. Ijapokuwa wako kule Babiloni, ijapokuwa wanatezeka, ijapokuwa sio taifa lao na sio nchi yao, Mungu yuko pamoja na wao ikiwa wataendelea na kumtumikia, na ikiwa wataendelea kuwa waaminifu kwake. Wakikaa ndani yake, wakimtegemea, atazidi kuwainua. Kwa hivyo Mungu usimama pamoja nasi. Mungu anasimama pamoja nawe, na hivyo basi kukuelekeza katika mwelekeo unaofaa. Jambo lingine ni kwamba wanaotubu na kumrudia
anakubali sasa tena kuwapokea. Kwa hivyo walihitaji, Ezekieli alikuwa anamuongoza ya kwamba wapate kutubu na kumwelekea Mungu. Hivyo basi tukitubu leo, wewe kukubali ni mwenye dhambi. Na ukikubali wewe ni mwenye dhambi, tubu. Usiendelee kukaa katika hiyo dhambi. Ungama moyo wako, tubu, mwambie Bwana nimeacha, Bwana nitakuwa mtoto wako. Sasa Mungu atazidi kuenenda pamoja nawe. Mungu atakusaidia, Mungu atakuinua, na Mungu atakubariki maishani mwako. Na lolote utakalolitenda, utatenda linalofaa. Ndugu na dada yangu, ukiwa pale mahali ulipo, na hiyo ndio sauti ya Mungu. Tusisite tunapofanya kazi yake, kwa sababu baada ya kazi kuna malipo. Yeye atatupanguza machozi. Kule wanaendelea kutezeka, lakini mateka yataisha. Mungu atawarudisha katika taifa lao. Nao sasa wawe na matumaini ya kwamba hawako pale milele, watatolewa. Sasa na sisi tunaofanya kazi ya Mungu, elewa ya kwamba mtazamaji, unapojitoa kuimba, unapojitoa kutoa vipaji vyako pale kwa ajili ya kazi ya Mungu, jua ya kwamba si bure, kuna taji, utafikwa taji. Kwa hiyo Mungu yuko pamoja nasi. Mungu yuko pamoja nao mtazamaji. Hatuko peke yetu. Usielewe na kuona ya kwamba uko peke yako, kwa sababu Mungu anaenda pamoja nawe. Utapata taji baada ya kazi. Hivyo basi tufanye nini? Tuchangamke, tuendelee na kufanya kazi ya Mungu, na tumuinulie mioyo yetu na kusema yeye ni Baba wa haki na kweli. Mungu hapungui kwa neno lolote, ni Mungu aishie milele. Bwana aibariki neno lake. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neno lako lililo na uhai. Naomba ya kwamba Mungu utamsaidia mtazamaji, Mungu, na ukaweze kumneemesha na mkono wako mkuu wa upendo. Tunaomba Baba ukapate kumbariki anapotoka na kuenenda katika kazi zake. Bwana ushinde pamoja nawe, ukampe kufanikiwa katika kila jambo linalofaa na linalopendeza mbele ya macho yako. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na kushukuru. Amen. Wazi wa Mungu katika nyakati ambazo ni ngumu. Katika nyakati ambazo ni ngumu. Wakati ambapo tumeweza na kuletewa ili neno, hata nami nimehisi tu baraka za Mwenyezi Mungu. Hata nami nimehisi tu nguvu za Mwenyezi Mungu zikifanya kazi ndani yangu. Maana watu hupitia mambo tu tofauti. Kile ambacho umeweza na kukipitia sio kile ambacho mwenzako ameweza na kukipitia. Kile ambacho unakipitia kwa sasa sio kwamba ni kitu mpya kabisa. Wengine waliweza na kupitia hayo. Na imagine mpenzi mtazamaji, waliibuka wakiwa washindi. Hivyo ni kusema kwamba neno la Mwenyezi Mungu limeweza na kututia moyo, likaweza na kututia nguvu. Kwamba hata wakati wa mateso, wakati wa majaribu, nyakati ngumu, Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi. Mwenyezi Mungu ametubeba tu na nguvu zake. Mwenyezi Mungu ametulinda. Mwenyezi Mungu anatembea pamoja nasi hata huo wakati wa mangumu. Tuzidi na kumtumainia kila wakati na kumuomba kila wakati ili atembee pamoja nasi katika nyakati zozote zile. Pia tumeweza na kujua kwamba utii na usikivu, wakati ambapo tumetii hata masharti ya Mwenyezi Mungu, sheria zake, tumeweza na kutii na kuzitekeleza, Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nasi, atatuongoza, atatuonyesha tutaweza na kutoka ama tutaweza na kuibuka tukiwa washindi namna gani. Na pia tumeweza na kuona kwamba maono ya Mungu huanza kwa maandalizi. Hakuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakuonyesha akose kukuandaa. Atakuandaa kwa mapema. Anajua kwamba kesho yako ni kubwa. Kesho yako utaitwa jina fulani, utakuwa na title fulani. Kesho utakuwa kiongozi fulani. Kiongozi ambaye
yani ambaye sio kiongozi tu mdogo, anaanza kukuandaa tu na mapema. Hivyo basi tukumbali kuandaliwa na Mwenyezi Mungu. Kuandaliwa na Mwenyezi Mungu. Hata katika kazi yake, wakati ambapo anatuita kwa kazi yake, anatuandaa. Tunaanza kuandaliwa na mapema. Hapa utaweza na kupatana na changamoto za aina hii katika hii kazi. Mwenyezi Mungu anakuandaa. Anaanza kukuinua tu, anaanza kukuandaa na mengi. Anaanza na kukubariki hata tu na hekima. Inaendelea tu na kuongezeka siku baada ya nyingine. Mwenyezi Mungu hawezi akatuacha, yuko pamoja nasi kuanzia mwanzoni. Hii safari anatembea pamoja nasi na katika kila jambo ambalo unalitekeleza. Omba Mwenyezi Mungu uongozi wake ukawe ndani hilo jambo. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mungu hapa pamoja nasi kwa dada zetu, ndugu zetu ambao wanaenda katika nyumba za ibada kwa siku ya leo kumwabudu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Kwa wale ambao maybe wanalia ni kwa sababu hakuachwa na wapendwa wao, na siku ya leo ndio siku ya kuwasindikisha. Mwenyezi Mungu awaongezee nguvu tu na akaweze kuwapanguza machozi. Kwa wale ambao maybe wako na hafla tu za furaha, wanawakumbusha kwamba mkaweze na kufurahia kwa njia ambayo inaweza ikampendeza Mwenyezi Mungu. Siku njema, siku ya baraka. Bye bye.